Changamoto za vipimo zimekuwa zikiongezeka mkoani Dodoma zinazosababishwa na mwingiliano wa wafanyabiashara kutokana na miradi mikubwa inayoendelea ikiwemo mradi wa treni ya kisasa SGR unaochochea mkoa huo kuwa kitivo cha biashara. Hayo yamesemwa na afisa rasilimali watu mkoa wa Dodoma Koleta Kiwale akimwakilisha katibu utawala wa mkoa wa Dodoma katika shughuli ya futari iliyoandaliwa na wakala wa vipimo ikiwa na lengo la kupata dua ambayo itafungua mafanikio walioyapata kukamilisha ujenzi wa jengo la ofisi ya makao makuu. Ningependa kuchukua fursa hii kushukuru uongozi wote wa wakala wa vipimo kwa kutualika kuja kwenye shughuli hii ambayo lengo lake ni kufanya dua kwa ajili ya kuanza kufanya kazi kwenye jengo hili. Tunashukuru sana. Maana tunajua wako watu wengi wa kualikwa. Lakini kwa kutukumbuka watumishi wa mkoa wa Dodoma au secretariat ya mkoa, tunashukuru sana. Na Mungu awabariki sana. Sasa ninaomba nianze kwa maneno kutoka kwenye kitabu cha dini. Serikali haina dini, lakini watu wanaofanya kazi au watu walio kwenye serikali wana dini. Naomba nisome neno kutoka kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4, na naweza nisimalize mpaka wa 4, lakini nataka kupata yale maneno ambayo yanaendana na shughuli hii. Neno la Mungu linasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahimilivu. Mimi nilipopata nafasi ya kuwakilisha na nikapata ile kadi nikaisoma, kwa kweli nilishangaa sana na sikutegemea taasisi ya umma inataka kufungua jengo lake kwa sala. Hili ni jambo kubwa sana, na nafikiri tuwapongeze wenzetu wakala wa vipimo kwa kupata haya maono ya kuanza kukaa katika jengo hili kwa kutanguliza kwanza dua na sala ambayo ndio ni maelekezo ya Mungu. Tunawapongeza sana na wengine tuige mfano huu. Lakini nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anaendelea kuwawezesha wafanyakazi kuwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi. Amekuwa akitupatia sisi wafanyakazi vitu mbalimbali ambavyo zingine ni stahiki ambazo zinaendana na maslahi ya kifedha, lakini pamoja na tengenezea mahala au makazi au majengo ambayo yanatufanya tuweze kufanya kazi zetu kwa nafasi, lakini kwa utulivu, lakini pia kwa kujinafasi. Unajua hii ni mojawapo ya motisha pia, kwamba unapokuwa unafanya kazi eneo ambalo ni zuri na unafanya kwa utulivu, basi unatoa huduma bora kwa mujibu wa Client Service Charter au mkataba wa huduma kwa mteja, lakini na katika kutekeleza ile strategic plan. Tunamshukuru sana. Lakini pia nichukue fursa hii kushukuru uongozi wa wakala wa vipimo katika ngazi mbalimbali, lakini katika ngazi ya mkoa pia amekuwa akitoa ushirikiano mkubwa kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma, na kutokana na ushirikiano huo ndio maana hata leo tumeweza kualikwa na kuwepo mahali hapa. Tunashukuru sana. Dodoma tuna usemi ambao wengine mtakuwa mnaofahamu. Tukisema Dodoma tunasema fahari ya Tanzania. Dodoma. Sasa kama mnavyofahamu, shughuli za serikali zimehamishiwa Dodoma na zilikuwa zinahama kwa awamu,
na awamu kubwa ilihama mwaka 2020 kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma, na watumishi wengi wakatoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Kwa hiyo kama nilivyosema awali, Mheshimiwa Rais amekuwa akiendelea kuweka mazingira mazuri ili wafanyakazi waweze kufanya kazi katika mazingira mazuri, kwa sababu mazingira mazuri yanaongeza moyo wa kufanya kazi, ari ya kufanya kazi, lakini ambayo inaleta tija. Si ndivyo jamani? Sasa kwa serikali kuhama kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma, ina maana kwamba katika mji wa Dodoma kuna endelea kubadilika, kunakuwa na mabadiliko mengi ambayo yanagusa maeneo mbalimbali. Kama mnavyoona kwamba kuna miradi mikubwa inafanyika katika mkoa wa Dodoma, na mradi mwingine ambao tayari umeanza kazi wa SGR, mradi wa fedha nyingi, unaleta watu wengi kutoka Dodoma ikiwemo wafanyabiashara, lakini Dodoma pia inakuwa kitivo au senta ya biashara. Kwa hiyo biashara inavyozidi kukua, changamoto pia zinakuwa nyingi, zikiwemo changamoto za vipimo. Kwa hiyo kwa kujenga jengo hili ambalo litawapa watumishi nafasi nzuri ya kufanya kazi, lakini pia kuhudumia vizuri wateja, ninaamini kabisa changamoto zinazohusiana na vipimo ambazo zimekuwa zikiwakabili walaji hasa, basi zitakwenda kutatuliwa. Na niseme kwamba sisi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma tutaendelea kushirikiana na ofisi ya wakala wa vipimo kuhakikisha kwamba changamoto za walaji ambazo zitajitokeza zitaendelea kufanyiwa kazi. Na nipende kusema tu kwamba wakala wa vipimo wamekuwa wakiendelea kutatua changamoto za vipimo kwa walaji kwa nyakati zote, sio kwamba walikuwa wafanyi, lakini kwa changamoto ambazo tumezitatua kwa pamoja, tumezitatua vizuri, na zile ambazo zitajitokeza tutashirikiana nao kuzitatua. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kwa umoja wetu kushiriki katika shughuli hii ya futari ambayo imeandaliwa rasmi na wakala wa vipimo. Tumekusanyika hapa si kwa kufuturu tu, lakini dhamira yetu ni kupata dua ambayo itafungua mafanikio ambayo tumeyapata ya kukamilisha ujenzi wa jengo hili tuliopo hapa, ambalo ni ofisi ya makao makuu. Ndugu zangu mliopo hapa, wakala wa vipimo una shughuli ya kusimamia vipimo vyote hapa nchini. Dhamira yetu kubwa ni kuhakikisha tunampatia mlaji haki yake kulingana na kipimo stahiki. Viongozi wa dini wamenukuu katika vitabu mbalimbali, Biblia pamoja na Qur'an, ambazo zote zilisomwa hapa, zimeonyesha umuhimu wa vipimo sahihi, na ni dhambi kubwa sana kufanya au kupunja kipimo. Adhabu kubwa katika eneo hili inatolewa na Mwenyezi Mungu, lakini pia sheria zetu zinatoa adhabu kwa wale ambao wanapunja vipimo. Kweli jambo hili ni kubwa sana. Sisi sote kwa pamoja, wananchi pamoja na wafanya biashara ambao wao ndio wanatumia vipimo hivi, wanashauriwa kutenda haki. Anayepaswa kupata kilo moja, basi iwe kilo moja sawa sawa na thamani ya fedha ambayo ameilipa. Wakala wa vipimo, jukumu letu hilo hatuwezi kulifanya peke yetu, bali tunalifanya pamoja na jamii nzima kwa kuwapa elimu
ya matumizi sahihi ya vipimo. Watu wanatazamia kwamba utajenga kufuatana na utaratibu au elimu ulionayo uliopewa, kwa kuelewa kwamba nondo kutoka chini, kama kuna underground, unatakiwa utumie nondo gani, katikati mpaka ghorofa ya nondo kiasi gani, kimo gani, ili kwamba hili jengo listahimili. Manake Nuhu alijenga akijua wataingia na tembo wenye uzito mkubwa sana, wanyama wote na kila kitu alichonacho. Kwa nini? Alizingatia maagizo ya Mungu. Kwa nini naamini kwamba ofisi hii ni ofisi ambayo ni mfano mzuri, ikiwa wafanyakazi watazingatia bila kuwahofu wanadamu, bila kuogopa kwamba wewe ni tajiri sana, wakazingatia kwamba hapa umekosea, hii ofisi itatufaa na Tanzania tutaepuka majanga na misiba isiyo na sababu kamili. Hivyo basi niombe, lakini niagize hivyo kwa wale waliopo kwamba msile rushwa alafu watu wakapoteza maisha. Simamieni kweli ya Mungu ili Mungu naye awakumbuke katika ufalme wake, kwa sababu mmefuata vile maagizo ambayo Mungu ameweka kwa Nuhu, na Nuhu akazingatia. Wanyama wote hakuna aliyepotea, tembo walipanda, walizaana mle, walifanya nini, hakuna aliyedhurika. Kwa sababu hiyo ni imani yangu kwamba mtatekeleza, na Mungu awabariki sana. Ofisi hii inafanya kazi ya kurekebisha tabia za baadhi ya watu wenye nia ya kuwadhulumu watu kwa njia ya vipimo. Ofisi hii kazi yake kubwa inafanya ni kurekebisha tabia za baadhi ya watu wenye nia mbaya ya kuwadhulumu watu. Kazi hii imefanywa kwanza na Mtume Shuaibu kuwakataza watu wake wasiwadhulumu watu. Wako watu wenye tabia hizo mpaka sasa. Akikuuzia mfuko wa kilo 50, basi ukenda kupima unakuta ni kilo 48. Akikuuzia simenti ya kilo 50, utakwenda kupima ukute simenti sio kilo 50, ni kilo 45. Akikuuzia ngano au sukari ambao unajua huu ni mfuko wa kilo 25 au 50, utakwenda kupima sehemu nyingine, utakwenda kukuta kilichoandikwa pale kilogramu 50 ni uongo, na unaweza kukuta kilogramu 47 au 46. Mchezo huu ulikuwa unafanywa kule Madian, na Shuaibu alitumwa na Mwenyezi Mungu kama mtume kwenda kukataza mchezo huu, kwa sababu hii ni dhulma. Naipongeza sana ofisi hii pamoja na wote mlioko katika ofisi hii. Endeleeni kufanya kazi hii, kwa sababu ni kazi kubwa ya kurekebisha tabia za baadhi ya watu ambao tabia yao ni kupenda kudhulumu watu. Na muomba Mwenyezi Mungu ajalie jengo hili liwe la kheri na baraka. Ajalie jengo hili lisimamie haki, usawa na uadilifu kwa watu wote. Na muomba Mwenyezi Mungu ajalie watumishi wote walioko katika jengo hili kusimamia haki, usawa na uadilifu. Mwenyezi Mungu atawasaidia.